Mchoro Online TV, tujifunze na tuelimike pamoja insha Allah. Sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi hii kuwa arba'u minas saada, vitu vinne ni katika vitu ambavyo vinaleta utulivu wa dunia, vinakupa furaha ya dunia, vinakupa utulivu wa nafsi, utulivu wa moyo. Arba'u minas saada, vitu vinne ni katika utulivu. Mtume akasema jambo la kwanza kabisa, almar'atu salihah, kupata mke aliyekuwa mwema. Ukibahatika kuweza kupata mke mwema, mke mwenye kujiheshimu, mke mwenye kumwabudu Mola wake, mwenye kutunza thamani ya mume wake, mwenye kumwabudu Mola wake, anajiheshimu, mwenye kujistiri, basi ni katika utulivu wa hali ya juu ambao wewe utakuwa ni mwenye kupata hapa duniani. Na hivi si tu kwa upande wa mke, lakini hata mke naye akipata mume mwenye heshima zake, mwenye kutambua thamani ya mke, mwenye kumwabudu Mola wake, kutambua haiba na mambo ambayo mipaka, kimsingi mipaka ile ya mke wake, basi utulivu ni wenye kupatikana. Lakini maal asaf, endapo kama itakuwa umepata mke muovu, mzuri lakini ni muovu, wewe utulivu wa nafsi hautakuwa nao, utulivu wa moyo hautapatikana kwako, utakuwa muda wote mwenye shubha, mwenye wasiwasi tu. Wa idha ghibta anha, endapo kama utakuwa uko mbali naye, basi wewe unakosa kuwa na amani, kwa sababu tu mke wako yeye sio mwema. Lakini ukiwa na mke mwema, idha ghibta anha kunta aminan ala baiti, utakapokuwa na mke mwema, hata kama ukiwa uko mbali naye, wewe utakuwa ni mwenye utulivu nyumbani kwako, aminan ala irdhika, lakini pia una amani katika heshima yako, haitavunjwa. Lakini la pili, Mtume alisema wal maskanul wasi'u, na kuwa na makazi yenye nafasi, makazi yenye nafasi, makazi bora yenye nafasi. Hili ni jambo ambalo litakufanya uweze kupata utulivu wa nafsi, uweze kupata utulivu wa moyo, uweze kupata furaha ya dunia. Kwa maana ukiwa na sehemu ya makazi yenye uhuru, sehemu ya makazi yenye nafasi, sehemu ya makazi bimaana kubwa, basi wewe hata likitokea jambo bwana, kuna shughuli hii, bimaana familia pengine ikaamua shughuli kuileta kwako, wewe hutakuwa na mushkil, hutakuwa na wasiwasi, utakuwa na utulivu, utasubiri tarehe ikifika, shughuli iendelee. Hata likitokea jambo la msiba nyumbani kwako, au msiba ukahamishiwa hapo, huna wasiwasi, bimaana kwamba utajua kwamba wanaolia watakaa sehemu gani, waoshaji wa maiti watawekwa sehemu gani, wasomaji wa dua watawekwa sehemu gani, watu watakaokaa vikao watakaa sehemu gani. Kwa hiyo arba'u minas saada, kwanza kupata mwanamke alikuwa mwema, pili kuwa na nyumba, makazi yenye nafasi. Lakini la tatu akasema waljaru salihu, kuwa na jirani mwema. Utakapokuwa na jirani mwema, jirani yako akawa ni mwema, basi kuna raha, kuna furaha ya dunia wewe utaipata. Utakuwa na utulivu wa nafsi yako, utulivu wa moyo, kwa maana unaye mtu ambaye likitokea jambo, kwa kwanza yeye amefika. Ikitokea katika jambo la kuhusu ushauri, anakuwa kipaumbele kukupa ushauri uliokuwa mzuri. Lakini akikuona umeshikamana na jambo ambalo zuri, lina maslahi na wewe, basi yeye atakuwa ni mwenye kukushauri, kukupa hamasa na kutoa ushauri kwamba ile jambo endelee nalo. Na kinyume chake, kama una jambo ambalo linakuletea hasara kwako, ni lazima yeye atakuwa ni mwenye kukupa nasaha zilizokuwa sahihi
ili mradi usije ukapata madhara hayo. Kwa hiyo waljaru salih, kuwa na jirani mwema ni jirani ambaye wewe hawezi kukuhusudu kwa lolote. Ukipata mafanikio yako, anaamini mafanikio yako wewe ipo siku na yeye atamnufaisha. Ukiweka taa kubwa, utakapoiwasha taa hiyo nyumbani kwako, naye mwanga sana atakuwa anapata. Siku umepata kipando, hicho kipando siku yoyote naye atakuwa mwenye kunufaika nacho, atakipanda aidha kwenda nacho hospitali, kwenda nacho popote pale. Lakini aljaru salihu, jirani alikuwa mwema. Lakini la nne, Mtume akasema wal markabul hani, endapo kama Mwenyezi Mungu amekufungulia milango ya riziki, basi fanya kila namna uwe na usafiri wa kadri vile ambavyo utakapokuwa umejaliwa. Tena usafiri wenyewe unatakiwa uwe usafiri ukiwa ni mzuri, ule bora zaidi ni bora. Lakini utakapokuwa na usafiri ambao hata wa kawaida, lakini tu uwe ni nzima, yani kipando chako kiwe ni kizima. Unaweza ukawasha muda wote gari au pikipiki au baisikeli yako, ukajikuta huyo unakwenda sehemu ambayo unakusudia, unafika kwa wakati na unarudi kwa wakati. Kwa hiyo ukiwa na mambo haya manne, basi wewe unakuwa na utulivu na una furaha ya dunia na una utulivu wa nafsi yako. 4 min as-saad. Maneno haya ameyasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni as-sadiqu al-masduq, ni mkweli na ni mwenye kuaminika, mwenye kusadikika kwa yale ambayo anayoyasema. Lakini Mwenyezi Mungu mtukufu anasema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hasemi mtume kwa matamanio matakwa ya nafsi yake tu, hapana, isipokuwa anachokisema ni wahai, ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo maneno haya ambayo mtume ameyasema ni ufunuo kutoka kwa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lakini hata wewe mwenyewe, mimi na wewe, tukikaa na kutafakari, tukipima maneno haya ya mtume, utaona mtume amesema kweli kabisa. Mtume amesema usahihi, na ukijipa homework ya kutafakuri, utaona kabisa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyasema alikuwa ameyasema na anaendana na uhalisia wa maisha yetu. Tuombe Allah Tabaraka wa Taala kila mmoja wetu amjalie mwenza alikuwa mwema. Tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala amjalie kila mmoja wetu awe na makazi yenye wasaa, yenye nafasi kubwa. Kila mmoja wetu Mwenyezi Mungu amjalie jirani alikuwa mwema. Pata jirani alikuwa mwema, basi utapata utulivu wa nafsi. Lakini pia tumuombe Allah mtukufu ajalie kila mmoja wetu, amjalie kipando kilichokuwa kizuri, kipando kilichokuwa kizima, ambacho kitakachoweza kumfikisha katika safari zake na kumrejesha kwa salama na amani. Wa ila huna atawakaf wa hadha, salamu alaykum.